muda huo hapo watu, kila mtu anajiuliza, babu, hospitali nzima kuna kitu gani ambacho kinasababisha hivi vifo vya kina mama? Babu, ilikuwa kila siku iendayo kwa Mungu lazima mwanamama mjamzito mmoja afariki. Kila siku watu wote walikuwa na wasiwasi, ni kitu gani kinasababisha hivi vifo? Wiki kama 3, yani inakaribia mwezi, kila siku iendayo kwa Mungu mama mjamzito anakufa kila siku. Kwa hiyo hospitali nzima kila mtu yuko moto, kila mtu ana wasiwasi, wamama wajawazito wana wasiwasi, afu haijajulikana paka hapo ni kitu gani. Ile hospitali ni kama iko baharini. Hospitali hapa hatua 12 bahari hapa, yaani hapo hapo pua na mdomo. Hasa na kwa kipindi hicho ile hospitali kulikuwa kuna wodi ya wazazi, lakini wodi ya wazazi kama hii Changanyikeni, yani ya watu wote, lakini kukaa kuna jengo moja hivi wanaliita Cliff. Ile jengo amelijenga Mjerumani, sio Mwingereza, Mjerumani. Ni jengo fulani ambalo ukiingia tu getini pale, nyosha moja kwa moja mpaka mwisho unakutana nalo. Ile jengo hata sidhani kama limewahi kufanywa renovation, na nahisi kama huwezi kuligusa lile. Unajua Wajerumani mijengo yao. Sasa pale kukawa kuna wagonjwa pia wapo, lakini kama zilivyo hospitali nyingine, yani kuna Changanyikeni, kuna VIP, sio, umeelewa vizuri. Kwa hiyo sasa pale katika ile jengo ndio ukaa kuna grade 2, grade 1 na grade 2. Grade 1 ndio expensive sana, ambapo grade 1 ni chumba kimoja mgonjwa mmoja. Grade 2 ilikuwa ni chumba kimoja wagonjwa 4, yani vitanda vinakuwa 4. Familia yetu sisi haikuwa ni familia ambayo inajiweza sana, yani hatukuwa na kipato hicho kikubwa, lakini pia hatukuwa maskini sana. Kwa hiyo tulikuwa middle class ile. Unajua kuna wale ambao matajiri sana, afu kuna maskini sana, afu kuna wale watu wakati wale ambao ndo tuko wengi. Kwa sisi tulikuwa watu wakati. Kwa hiyo bi mkubwa sasa, Mama Ibra, yani Mama Roma, yeye alilazwa grade 2 wakati huo. Sasa yeye ana ujauzito wangu, ambao grade 2 ni kama wodi au ni kama chumba ambacho ni chumba kimoja lakini kina vitanda 4, yani wagonjwa 4. Grade 1 ni chumba kimoja chenye mgonjwa mmoja. Hiyo ndo unyama kabisa hapo. Hapo anakaa madoni. Sisi middle class ndo tunakaa hapo grade 2, chumba kimoja vitanda 4, yani wagonjwa 4. Kwa Manza ndo akawa hapo yuko grade 2, lakini hapo grade 2 wagonjwa wamebaki 3. Mmoja ndo ameshakufa siku 2 zilizopita, yani amekufa juzi. Kwa hiyo uko ndani akukaliki akulaliki. Story ni hiyo. Babu, hospitali nzima wagonjwa wote, afu haijulikani hivyo vifo vinasababishwa na nini, lakini kila siku anakufa mama mjamzito, kila siku. Hospitali hapa, bahari hapa. Noma mwanangu, asikwambie mtu kitu. Sasa huku Changanyikeni wameshaondoka watu kadhaa huku, yani ndani ya wiki 3 wameshapukutika watu kibao. Basi mama yuko na mashosti wenzake 2, kwa hiyo wamebaki watu 3, wamebaki wagonjwa 3. Wakilala wana wasiwasi, wakiamka wana hofu. Kwa hiyo mama yuko hapo udini na mashosti wenzake 2. Halafu wote walikuwa na ujauzito ambao hujapishana sana. Kwanza zilikuwa zimebaki siku chache, ni kama walikuwa wanahesabu wiki 2-3 tu wajifungue, kwa sababu kila mmoja ujauzito wake ulikuwa hujapishana na mwenzake sana. Guess what? Huwezi amini mwanangu, wale wenzake na mama pamoja na mama mwenyewe walipokujaga kujifungua, wote watoto wao waliwaita jina la kufanana. Wote watoto wao waliwaita Ibra. Kwa mimi nilipewa jina Ibra. Huyo mama mwingine ambaye alikuwa amelazwa na mama, naye mtoto wake alimuitaga Ibra. Na huyo mama watatu mtoto wake naye alimuitaga Ibra. Na uweze amini hao Ibra wote tushakuja kukutanaga ukubwani. Mmoja tulisoma naye yuko Tanga nadhani mpaka sasa hivi. Mtu wa dini sana, Muislamu kabisa, ile kinoma noma, ni mtu wa dini sana. Ibra mwingine tulicheza naye soka wakati wadogo. Baadaye alipokuja kuwa mkubwa walihamia Mbeya. Nakumbuka baadaye sana, miaka nyuma nimeshakuwa Roma, nilienda Mbeya kwenye show moja bwana, nikakutana naye, uwezi amini.
Alafu mimi ndo naingia ukumbini, nakutana naye pale nje. Kiingilio 10,000, alafu mwanangu omboi kabisa. Da. Alafu anaonekana kabisa kwamba ile 10,000 te. Yaani hawezi kutoboa, hawezi kuingia. Alafu mwanangu kwanza nijisikia vibaya, alafu nikajisikia furaha sana kwa sababu ni muda mrefu, miaka mingi tulikuwa hatujaonana. Basi kwa hiyo nikamwambia wewe bouncers. Yaani ile jembe langu kabisa huyo. Yaani huyu mkimzuia mimi hata kuimba siimbi. Huwezi amini mwanangu, tukaingia naye straight mpaka backstage. Nikamwambia mwanangu, tukae tupige vyombo, tuenjoy, let's have fun. Tuenzetu kwenye show. Yaani wewe uko na mimi. Tukimaliza turudi hotelini na kuchukulia room yako unalala, kesho tunashinda wote Jumapili. Jumatatu mimi na daka flight narudi. Tukaenjoy naye. Kwa wote walikuwa Ibra. Kwa hiyo sasa kule hospitali usiku 2 zimeshapita. Usiku wa 3 sasa. Usiku wa 3. Watu wameshinda vizuri, imefika usiku, watu wamelala. Saa 2 usiku. Saa 3. Muda unaenda huo. Saa 4. Saa 5 hospitali inaanza kuwa kimya. Movement zinaanza kupungua. Saa 6 kimya kinazidi kabisa. Saa 7. Saa 7 ndio kabisa hospitali nzima ipo kimya kabisa, kile kabisa. Yani wanaosikika ni chura na sauti za ajabu ajabu kutoka baharini, kwa sababu ile hospitali iko karibu na nini? Iko karibu na bahari. Sasa pale wodini pale ambapo ndo kuna huo muunganiko wa grade 1 na grade 2, kulikuwa kuna, ikifika shift ya usiku, kulikuwa kuna manesi 2 tu wa zamu ambao ndo wanakuwa ndani ya jengo. Then kunakuwa kuna mlinzi mmoja ambaye mlinzi wala ingii ndani wala haruhusiwi kuingia ndani. Yeye anashinda tu huko nje. Dokta anakuwa ni yule dokta overall. Yaani so kama ni dokta ambaye anakuwa tu pale, no, anakuwa sehemu nyingine tofauti. Inapotokea emergency ndio linavutwa konga, dokta anatoka huko likotoka anakuja. Lakini ndani ya pale mjengo unakuwa kuna manesi hao 2. Kwa hiyo sasa grade 1 hapakuwa na mgonjwa hata moko. Wagonjwa si wanapukutika kila siku, wanadondoka mmoja baada ya mwingine. Kwa hiyo hamna mgonjwa hata mmoja. Grade 2 iko chumba ambacho bi mkubwa alikuwepo, ndio kilikuwa kina wagonjwa hao 4. Mmoja ameshadondoka juzi, amefariki. Kwa hiyo zimebaki mtu ngapi? Mtu 3. Kwa ule mjengo mzima ule ulikuwa una wagonjwa hao 3 tu. Maeneo mengine yalobakia mle ndani yalikuwa ni ofisi ambazo usiku watu wanafunga ofisi zao hazifanyi kazi. Asubuhi ikifika ndio watu wanafungua. Maeneo mengine yalikuwa ni stock tu ya kuhifadhia madawa. Ndivyo ambavyo ilikuwa. Humo ndani ya hilo jengo kulikuwa, kwa hiyo kuna mtu 5. 3 ni wagonjwa ambapo Manza naye yumo, 2 ni manesi ndio wamo ndani ya mjengo. Nje yuko mlinzi. Mlango wa kuingilia unafungwa na manesi wanafanya kuufunga kwa ndani. Na walikuwa wanaufunga kwa sababu ndio havieleweki sasa, kwa sababu kila siku unatokea tu matukio, watu wana wasiwasi. Kwa hiyo ndani kulikuwa kuna mtu 5. Saa 7 imeisha. Imefika saa 8. Waswahili wa kukosea kusema usiku wa manane. Usiku wa manane, ile giza lenyewe kabisa. 8 kama na dakika 20 hivi. Bi mkubwa, yani mama Ibra, sasa mama Roma, anaamka usingizini, anashtuka. Kwa nini anashtuka? Amebanwa na haja ndogo, anataka aende msalani. Basi mama Ibra aliposhtuka, ndani ya kile chumba ambacho wapo, kumbuka hapo wapo wagonjwa 3. Mmoja sikashakufa siku 2 ambazo zimepita. Huu ni usiku wa 3. Ndani ya kile chumba wanapunguzaga taa, kwa hiyo kuna mwanga fulani hafifu, lakini sio kama
sio kama ule mwanga unakufanya usione mtu wa jirani yako, usione kitu. No, unaona lakini huwezi kuona kama vile mchana. Kwa hiyo Mama Ibra alivyoamka na maruerue, haraka haraka tu akaangalia, akaona kila kitanda wagonjwa wenzake wapo. Basi na tumbo lake ambalo lina miezi 8 hiyo na wiki nyingi tu, inaenda miezi 9 kwa sababu alibakiza kama wiki 2-3 ajifungue. Mama Ibra akaanza kujikongoja, mpaka anatoka nje ya kile chumba, anapita kwenye korido, anaenda msalani. Basi sasa anaenda, lakini kumbuka mtu ameamka, afu it was a midnight, saa 8 hiyo na dakika 20 hiyo, inaenda ngoma 9 hiyo. Kwa hiyo ana maruerue baada ya usingizi. Unajua yule mtu anatembea na fikicha macho, anapita kwenye korido. Sasa ukitoka kwenye kile chumba ambacho wamelazwa, hufiki msalani, yani hufiki kwenye bathroom, paka upite kwenye kaofisi hao manesi wanapolala. Ofisi hao manesi. Nimesema wanapolala kwa sababu of course usiku hospitali haiko busy, nao wanajiegesha, na sio kulala ile kwamba kwenye kitanda, nao kuna vibenchi tu kwenye meza. Unajua tunajuaga mambo ambayo yanatokea huko. Kwa hiyo wenyewe wamejiegesha tu kwamba ikitokea chochote, labda kuna kakengele utaminya ama utaita nesi, wanashtuka. Kwa hiyo mama akapita pale pamoja na maruerue yake, lakini akaona tu amelala zao, akaenda paka msalani. Alipofika kwenye mlango wa pale chooni, mara nyingi ule mlango unakuaga uko wazi hivi, yani kuna kuaga kuko wazi hivi, yani unaweza kupita ukaona kama hamna mlango, lakini kukiwa kuna mtu ndio ule mlango unakuwa kama umerudishiwa. Kwa hiyo mama yake akakuta ule mlango kama umerudishiwa,